nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penzi mtazamaji wa klipu hii, tunakumbushana machache katika mambo muhimu kwenye dini yetu ya Uislamu, na ni haki ya ujirani. Katika jumla ya ibada zenye thamani kubwa ni masuala ya tabia njema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia hakuna kitu kinachojaza uzito kwenye mizani ya mema ya mtu siku ya kiyama kama tabia njema. Mtume katumwa kama alivyosema mwenyewe, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, mimi nimetumwa kuja kutimiza tabia njema. Kwa hiyo kuna mambo yalikuwa ni mazuri yako kwenye jamii za watu wajinga, Uislamu ulianza na ukayaendeleza. Lakini kuna yaliyokuwa mabaya, hayapendezi katika murwa wa kibinadamu, Uislamu uliyapiga marufuku na kuyakemea sana. Masala ya ukarimu, watu kusaidiana, kutumia mtu mali yake kwa ajili ya kutatua shida za watu wengine, yalikuwa ni mashuhuri kwenye ulimwengu wa Waarabu kabla ya Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ulipokuja uliyahimiza, uliyalinda na kuyaendeleza. Lakini yaliyokuwa ya shari, mambo ya ukatili, dhuluma, ushirikina, dini iliyakataza na kuyakemea sana. Kwa leo tuchukue aya nambari 36 ya sura ya 4. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye hii aya, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Enyi waumini, muabudieni Allah peke yake na wala msimshirikishe na chochote au yoyote. Na wazazi wenu wawili muwafanyie wema. Kwa hiyo kila anayejisikia kazaliwa amewajibishwa kutenda wema kwa wazazi wake wawili. Ni suala muhimu sana katika dini. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wema usiishie kwa wazazi wawili tu. Wabidhil qurba wal yatama wal masakin wabna sabil, mutende wema pia kwa ndugu zenu wa karibu kwenye familia, na mutende wema kwa mayatima, na mutende wema kwa watu masikini, na mutende wema kwa watu wanaoharibikiwa na safari zao za halali. Yani kwenu ulipo akapita mtu kwenye safari zake za kutafuta maisha, alafu akaharibikiwa, kwa mfano kanyang'anywa mali yake na majambazi, akawa hata kama kwao ni tajiri, lakini hapa sasa hata nauli ya kurudi kwao hana. Hapa alipopatwa na maharibiko hayo, Uislamu unawaamrisha watu wa hapa wamsaidie. Huyu ndo anaitwa ibnu sabili, mtoto wa njia. Maana yake yuko njiani na safari yake imeingia kasoro hapo kwenu, mnawajibika mumsaidie. Alafu Allah akasema, waljari dhil qurba waljari aljunubi wama malakat aymanukum, muwatendee wema majirani ambao wana ukaribu nanyi kwenye nasabu, na pia muwatendee wema majirani ambao hata hamko pamoja kwenye nasabu. Kuna siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, al-infaqu sadaqatun, al-infaqu ala al-miskini, kutoa mtu chake akamsaidia maskini, sadaqatun, hiyo inakuwa ni sadaka. Wal-infaqu ala al-aqaribi, lakini kutoa mtu chake akawasaidia ndugu wa karibu, hii inakuwa ina fadhila mara mbili. Kwanza ni sadaka, na pili inakuwa ni silatu rahim. Unapata fadhila ya sadaka kumsaidia jirani ambaye pia ni ndugu. Al-infaqu ala al-jari, kumpa mtu msaada jirani, sadaqatu, ni sadaka. Lakini al-infaqu ala al-jari
al-aqarib ala al-jari al-qarib, kumpa mtu msaada ambaye ni jirani yako na ndugu yako, unapata fadhila mara mbili. Hiya sadaqatun wa sila, unapata sadaka na kuunga ule udugu wenu. Kwa hiyo nukta yetu kwenye aya hii ni hapa, waljari dhil qurba waljari aljunubi wasahibi biljambi wabni sabili wama malakat aymanukum, wapeni msaada ndugu zenu, jirani zenu ambao wana ukaribu nanyi. Waswahili wanasema sadaka huanza nyumbani, na Qur'ani imependekeza hivyo. Mpe msaada jirani yako ambaye pia ni ndugu yako. Waljari waljari dhil qurba waljari aljunubi. Aljaru aljunubi hata si lazima awe ndugu yako kwenye nasabu, lakini ni jirani yako katika makazi, au pengine unasafiri, jirani yako kwenye siti mlipokaa kwenye chombo cha usafiri, au uko kwenye maeneo ya kazi unakotafuta maisha, jirani yako kwenye maeneo ambayo wewe upo unashughulika. Uislamu unatufunza tuwe na tabia ya wema na ukarimu, na tuwe waepesishaji wa mambo, kusaidia wanaokuwa na vikwazo mahala popote pale ulipo. Na pia usaidie wale ambao kama walivyosemwa kwenye aya, wapita njia na wale waliomilikiwa na mikono yenu ya kiume. Yaani mtu katika zama hizo ambazo mtu anawatumwa, basi pia unatakiwa uwe ni mtu mwema kwa wale watumwa wako. Au kwenye masala haya ya kisasa ya mtu ana dhamana ya kuchunga wahalifu, labda ofisa wa magereza au polisi, yule mahabusu wako ambaye yuko chini ya dhamana yako pia unatakiwa umtendee wema. Sharia imekuelekeza nini umfanyie, basi umfanyie kwa mujibu wa sharia. Lakini na dini imekuelekeza usiwe mgumu kwake ukampa yasiyostahiki yeye kuyapata. Kwa hiyo hayo umfanyie ihsani na wema. Anahitaji chakula kama tulivyoambiwa katika suratu tumeambiwa katika suratu Al-Insan, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Watu wema duniani huwa wanalisha chakula, pamoja na kwamba wenyewe hicho chakula wanakipenda au wanakihitaji, lakini panapo haja wanajali masikini, mayatima na mateka au wafungwa. Asir ni mtu aliyoko katika mazingira asiyokuwa na uhuru, mateka, mfungwa. Na katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallama alisema siku moja katika hadhira ya wanafunzi wake, man minkum ya'khudhu minni hadhihi alkalimati, ni nani kati yenu atachukua kutoka kwangu maneno haya, fayamalu bihinna au yuallimu man yamalu bihinna, ayafanyie kazi au amfundishe mtu atakayeyafanyia kazi. Jamii ina mahitaji mengi, lakini wanajamii wana vipaji vilivyotofautiana. Inawezekana kuna jambo la kheri na la faida kubwa kwa matakwa ya jamii, lakini wewe binafsi ikawa hulimudu kulitekeleza. Lakini kwenye jamii, na kwa sababu ya umuhimu wa hilo jambo, wako watu wanamudu kulitekeleza na litasaidia jamii likitekelezwa. Ndio maana Mtume akatoa agizo hilo. Nina maneno nataka kusema, nani kati yenu atayachukua ayafanyie kazi, yani ayatie kwenye utendaji, au ayachukue pale atakaposhindwa yeye awaelimishe watakaoweza kuyafanyia kazi, lengo yawe yanaleta msaada kwa jamii. Abu Huraira akasema, ana ya Rasulullah, mimi ewe Mtume wa Allah. Fa akhadha biyadi, Mtume akashika mkono wangu, waada fiha 5, akahesabu kwenye mkono wangu mambo 5. La kwanza akamwambia, yani Mtume anamwambia Abu Huraira, lakini hakuwa peke yake, alikuwa kwenye hadhira ya watu wengi, yeye ndo tukawa ni mfano wa darasa, yeye ndo anasomeshwa na wengine wanazingatia. La kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abi Huraira, atib matamaka, jitahidi ule chakula safi kama ilivyosema Qur'ani, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kulu mimma razaqnakum
kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vizuri tulivyowaruzuku. Kwa hiyo kula tunahitaji, lakini dini pia imetuwekea mipaka na miko katika hiyo kula. Ule kitu kilichokuwa cha halali na kilichokuwa kizuri kwa afya yako. Ukila kitu cha halali lakini kina kidhuru, hakiwi tayyiba, utakuwa umejiingiza mwenyewe kwenye matatizo, na dini haikuruhusu hivyo, mtu afanye jambo ambalo litamdhuru. Kwa hiyo kaambiwa atib mat'amaka, boresha chakula chako, yani ule chakula kilichokuwa bora kizuri. Takun abada nasi, utakuwa ni mtu mwenye ibada zaidi, yani thamani yako ya ibada itakuwa juu ukila chakula bora. Na hapa tunajifunza kwamba chakula pia kinaweza kikamvurugia mtu ibada zake, akajisikia akafanya ibada sana, lakini mwisho wa siku thamani ya ibada zake ikawa imetoweka, au akapata thamani ndogo, kwa sababu anakula haramu, anakula vitu vya kudhulumu, alafu anaswali, anafunga, anakwenda Maka. Uzembe mdogo atakaofanya kwenye kutokuwa mzuri katika usafi wa chakula chake utasababisha yale mazuri mengi yanayoyafanya yawe hayafai. Kwa hiyo kaambiwa jitahidi ule chakula kizuri cha halali na safi, ili uwe ni mtu mwenye mavuno makubwa na thamani kubwa kwenye malipo ya ibada zako. Ibada zisije zikaharibiwa na kula kwako ovyo. La pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, warda bima qasama Allahu laki, ridhika na kile ambacho Allah kakugawia. Hangaika sana kuchuma, kutafuta, lakini katika kutafuta yako uzingatie halali tu, na hiyo halali ukizingatia ndiyo Allah aliyokupangia. Inajitokeza katika machumi yetu mianya ambayo huingiza kwenye pato letu kitu kisichokuwa halali. Unatakiwa uwe mwerevu wa kujua hii ni haki yangu na hii sio haki yangu. Ukiwa na uwezo wa kuchagua, ukachagua kuingiza kwenye pato lako kitu kilichokuwa safi cha halali, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema takun aghna nasi, utakuwa ni mkwasi katika watu. Mkwasi yani ni mtu ambaye tajiri, anamiliki, hana haja, si muhitaji. Kinaa maana inazungumzwa hapo. Kinai baada ya juhudi kubwa ulioifanya na ukachunga upate kilicho cha halali, basi hicho cha halali utachokipata ndicho Allah alichokugawia. Unatakiwa uwe na uwezo mkubwa mu'min wa kufunga, kuzuia mianya ambayo inaweza ikakuingizia kwenye pato lako au riziki zako kitu cha haramu. Ukiweza kufanya hivyo utakuwa aghna nasi, wewe ni mkwasi, tajiri katika watu, maana kukinai ni alama ya utajiri. La tatu akamwambia, wa ahsin ila jarika, mtendee wema jirani yako. Yani hili ni kwa kila mtu, kila Muislamu anatakiwa haya awe nayo. Ikikushinda basi angalau uwahamasishe wengine. Wa ahsin ila jarik, kuwa mtu mwema kwa jirani yako. Takum mu'minan, utakuwa ni muumini. Na inashahid hadithi hii aliposema Mtume, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hawezi kuhesabika ni muumini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake kile ambacho yeye mwenyewe anakipenda. Wa ahibba linasi ma tuhibbu li nafsiki, wapendelee watu wengine lile ambalo wewe mwenyewe unalipenda. Takum mu'minan, utakuwa ni muumini. Kwa hiyo shahidi wake ndio ile niliyoitoa. La yu'minu ahadukum, hawezi kuwa muumini mmoja wenu hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, mpaka ampendelee ndugu yake lile ambalo yeye mwenyewe huwa analipenda. Kwa hiyo kitu ukikiona wewe ukifanyiwa hakikuridhishi, usije ukamfanyia na mwingine. Ukiona hichi kitu mimi ninakipapatikia, nakipenda na kihitaji, basi na mwenzako pia atakuwa yuko hivyo anakipenda. Kwa hiyo unachokipenda wewe mpendelee na mwenzio. Hapa tunakatazwa masala ya hasadi, kutiliana fitina, kuharibiana miamala, kwamba kwa nini apate huyu. Kama Allah kamjalia, kamfungulia njia za kupata, wewe sikukere hiyo, mpendelee mwenzako ile kheri. Na wewe hujafungiwa milango, muombe Mola wako na wewe atakupa. Usiwe na tabia
ya kuwasababishia wengine madhara. Hii wa ahiba linasi ma tuhibu linafsik, wapendelee watu wengine yale ambayo wewe unayapenda katika nafsi yako. Akasema takum mu'minan, utakuwa ni mu'min, kwa sababu la yu'minu ahadukum hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hawi muumini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake yale ambayo yeye mwenyewe anayapenda. Na la 4 ndo likaja, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa Muislamu ikiwa utakuwa na tabia ya kuwasalimisha wengine. Shahidi wake Mtume amesema hivi, almuslimu, mtu Muislamu, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye Waislamu wengine wanasalimika. Mahala popote anapoishi Muislamu, yeye anakuwa ni msaada wa kusaidia usalama wa wengine, maana Uislamu ni amani. Kwa hiyo kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almuslimu, mtu Muislamu, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, ni yule ambaye Waislamu wenzake huwa wanasalimika kutokana na shari ya ulimi wake na shari ya mkono wake. Mkono tunajua una madhara mengi, kupiga, kuiba, kufanya mambo ambayo yatamwathiri mtu mwingine. Na ulimi tunajua shari yake ni kumtukana mtu, kumsengenya, kumchongea, kumfitini na mambo kama hayo. Kwa hiyo mtu Uislamu unamtaka popote alipo, yeye kuwepo kwake mahala hapo iwe ni faraja, neema, maslahi, manufaa kwa wengine. Na kinyume chake hatakiwi kuwa ni mtu ambaye ni mwenye shari wa kuvuruga amani ya watu, kuwatia hofu, kuwaondolea amani, kuwadhulumu kwenye mali zao. Akiwa yuko hivyo ndo atahesabika mbele ya Allah ni Muislamu. Na la 5, kwa mujibu wa hiyo hadithi, Mtume akasema, wala tukthiri dhahiki, usikithirishe kicheko, usiwe ni mtu mwenye furaha sana duniani hapa. Fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba, kwa sababu kucheka sana kunaua moyo. Pointi zetu hapa tunazungumzia haki za ujirani. Kwa hiyo kwenye hii hadithi, aya tulioisoma zinazungumzia masala ya haki za ujirani. Na Mtume pia alikuwa anasema, Jibrili alipokuwa anakuja hakuacha kunihusia kuwa mtu mwema kwa jirani zangu, mpaka nikadhania tutapewa agizo la kwamba ukifa jirani ana haki ya urithi. Lakini bahati nzuri zilipokuja aya za mirathi, zilielekeza kwenye familia tu na ndugu ambao wameainishwa. Jirani tumeambiwa tumtendee wema na ihsani. Haya ni katika mambo muhimu sana yaliyo katika tabia njema, na dini inayatambua, na thamani yake mbele ya Allah ni kubwa sana. Tunatakiwa tujifunze haya mambo na yasiishie kuyajua tu, ila tuyatabikishe katika maisha yetu ya kila siku. Tabia zetu zikiboreka na maisha yetu yatakuwa na baraka, kwamba tutatumia muda vizuri na yale tutakayoyafanya yatakuwa yako hai, thamani yake itakuwa kubwa. Tukizembea katika hizo pointi ambazo tumezungumza, tukafanya sivyo, yale mengine mazuri tunayoyafanya huwa yanabomoka, yanaharibika kwa sababu ya kukosea kwenye haya mambo madogo madogo. Na nimalizie maneno yangu pale tuliposema mtu anaweza akapoteza thamani ya ibada zake kwa sababu ya kula haramu au kumdhulumu jirani. Ibada zake zinaweza zikadhoofika. Mtume alisema, inna Allaha tayyibun, Allah Mola wetu ni mzuri, msafi, la yakbalu illa tayyiba, kwenye amali za waja wake hakubali isipokuwa kile kilichokuwa kizuri. Yani sisi tunatenda, lakini Allah yeye huwa anachambua kile tulichokitenda, halafu akakipiga thamani. Tunatenda alhamdulillah mambo mengi, lakini Allah kile ambacho wewe unatenda kuna siku atakipiga thamani. Wa inna Allah ta'ala, na hakika ya Allah mtukufu, amara almu'minina bima amara bihi almursalin, amewaamrisha waumini wote wa kawaida maamrisho yale yale aliyowaamrisha mitume. Kwa lile analoamrishwa mtume linakuwa ni amri kwa muumini wa kawaida vile vile. Alafu Mtume akatoa mfano kwenye masala ya riziki, kula.
Akasema qala taala, amesema Allah mtukufu, ya ayuha rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alimun, enyi mitume kuleni katika vizuri vilivyopo ardhini hapa vinavyoliwa, na mkishakula mpate nguvu ya kufanya matendo mema, mule muwe na afya, nguvu, siha, halafu muwe na tabia ya kutumia afya zenu, nguvu zenu kutenda yale mema yanayotakiwa. Umekula kizuri cha halali, halafu una nafasi kwa afya yako kufanya yale mambo tuliyowajibishiwa, tuliyoambiwa yana fadhila. Halafu mwisho Allah akasema inni bima ta'maluna alimun, enyi mitume wangu mimi ninajua kila mnachokifanya. Ingelikuwa ni aya hii tu peke yake, tungelikuwa sisi waumini wa kawaida tunahoja tukasema habari ya kula vizuri vya halali hiyo wameamrishwa mitume tu, kwa sababu aya iko kwenye addressed speech, ya ayuha rusulu, enyi mitume. Tungejenga hoja tukasema habari hii ya kuchunga kwenye kula wameambiwa mitume tu, wao ndo wawe safi. Lakini kwa sababu kasema mtume, lile waliloamrishwa mitume na waumini wameamrishwa lile lile, kuna aya nyingine ambayo imewalenga waumini wenyewe, ikasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Amri ya kula vizuri kwa mitume imemalizia na kusihi kwa ibada na kuwa na thamani, na hii amri ya kula vizuri waumini mwisho wake imefungamanishwa na ibada, imefungamanishwa na ibada zao kwamba zitakuwa nzuri na zenye thamani. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vizuri tulivyowaruzuku, washkuru lillahi, mkishakula mkashiba onesheni shukrani yenu kwa Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, kama kweli mnajua lengo lenu ni kumwabudu yeye na mnamwabudu kwa kutaka kuja kulipwa ibada zenu, chungeni kwenye kula mule vizuri. Kwa hiyo amri ya kula vizuri imekuja kwa mitume kwa kuainishwa haswa, na amri hiyo hiyo ikaja kwa waumini kwa kuainishwa hasa, wale vizuri ili iwe ni msingi wa kukubaliwa ibada zao. Thumma dhakara rajulan, halafu mtume akamtaja mtu mmoja kwa kumtolea mfano. Ash'atha aghbara, huyu mtu ana manywele rafu hivi tim, halafu kajaa nongo au vumbi, hana nafasi ya kuoga vizuri akapendeza, wala hana nafasi ya kutrim nywele zake angalau akaonekana nadhifu. Yutilu safara, yuko hivyo kwa sababu ya business trips, anarefusha safari, kachukua mzigo kapeleka huku, kabeba kapeleka huku, kauza, karejesha, kanunua chengine cha kurejesha kuja kuuza huku. Mtu kama huyu anajituma sana kufanya kheri ya kutafuta riziki ya halali, lakini biashara zake, biashara ni kitu cha halali. Yutilu safara, anarefusha safari kwa kufanya biashara. Lakini mtume anasema mtu kama huyu anayejituma sana hata nafasi ya unadhifu hana kwa sababu ya business trips. Yamuddu yadaihi ila samai, kunafika kipindi kwa haja zake ananyoosha mikono yake kuielekeza juu kuomba, na kwamba anaomba ni ishara ya kuwa ni Muislamu huyu. Mtu mwema anamjua Mola wake. Ya Rab, ya Rab, anasema ewe Mola wangu, ewe Mola wangu. Wa mat'amuhu haramun, lakini anaomba kwa Mungu chakula anachokula anakula haramu. Wa mashrabuhu haramun, kinywaji anachokunywa anakunywa haramu. Wa malbasuhu haramun, nguo anazovaa anavaa haramu. Wa ghudhiya bil harami, na yeye mwenyewe mzima kastawi, mwili uko mzuri, ana afya, anaonekana, lakini kwa haramu. Na haya si mageni nasi. Wako watu wanaishi maisha mazuri, wanakula vyakula bora, wanajituma sana, lakini katika kujituma kwao hawachagui katika kile kinacho generate income. Kwenye uchumi wao muna mianya inaingiza kipato si halali yao, na wao wenyewe wanasema ujanja kupata kuwa hakuna maana. Sasa wewe unajituma, unafanya ibada na unajituma kufanya kazi au biashara za halali, halafu unaingiza ndani ya uchumi wako kitu cha haramu. Kile cha haramu ndicho kinachokuharibia, na kinakuharibia kwamba hata ukiomba dua zako zinakuwa hazikubaliwi.
Hata ukifanya ibada zako zinakuwa zina kasoro kubwa, zinapoteza thamani yake. Kosa ni haramu. Huyu yamuddu yadaihi ila samai, ananyosha mikono yake juu kuomba, ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu, ewe Mola ewe Mola ewe Mola. Wa mat'amuhu haramun, lakini chakula chake ni haramu. Wa mashrabuhu haramun, kinywaji chake ni haramu. Wa malbasuhu haramun, na kivazi chake ni haramu. Wa ghudhiya bil harami, alafu mwenyewe anaonekana kastawi, ana afya, lakini kwa sababu ya haramu. Anna yustajabu lahu, mtu kama huyu atakubaliwa vipi maombi yake? Anaomba hakubaliwi, na anaabudu, ibada zake zinakuwa zina thamani ndogo au inapotea kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Uislamu umetufundisha tabia njema, na tumesisitizia hapa sana leo haki ya ujirani. Pale popote ulipo, kama ni makazi au ni kazini au kwenye shughuli zako za kutafuta maisha, unatakiwa uwe ni very cooperative, uwe na ushirikiano mzuri na wale ambao unaamiliana nao au wanaokuwa karibu na wewe kwenye harakati zako. Hawa wote wanaingia katika mlango wa ujirani. Hutakiwi uwe ni mtu mwovu unayesababisha taathira mbaya kwa wengine. Uislamu unatulea hivyo, unatufunza hivyo. Wewe ujicheki uwe hivyo baina yako na Mola wako. Usiangalie mazingira ya uadui, uhasama, fujo, makosa tunaofanyiana. Wewe ujitengeneze uwe ni mwema kwa Mola wako. Mengine yanayojiri baina yako na viumbe wenzako, unatakiwa uwe ni mstahimilivu. Na unaweza ukakaa na jirani, ukawa kuna mambo hayakukuridhi kwake, lakini wewe usimuonyeshe reaction ya kwamba madamu umeniudhi na mimi nitakuudhi. Nyote mtakuwa mmefanya kosa la kuudhiana. Kwa hiyo hutokuwa mtu mwema kwa jirani, na jirani hatakuwa mtu mwema kwako. Uislamu unatutaka turekebishe hizi kasoro ndogo ndogo, tujipambe kwa tabia njema. Mola wetu akipiga thamani ya amali zetu, atatuweka katika daraja bora kwenye maisha yajayo. Wa ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.